Mimi kwa majina naitwa Selemani Saidi Bane, mjasiriamali ambaye pia natokea eneo la Ilala kwa maana ya mfanyabiashara wa vifaa vya michezo. Nipo hapa rasmi kwa niaba ya viongozi wenzangu pia kuyasema yale maazimio ambayo kama wajasiriamali tunayatoa kwenu na kuyafikishia jamii. Naomba niwape hiyo taarifa sasa. Taarifa kwa umma. Tamko la wajasiriamali mkoa wa Dar es Salaam kuhusu vurugu za Oktoba 29 na ustawi wa taifa. Dar es Salaam, Tanzania. Sisi wajasiriamali wa kada mbalimbali kutoka wilaya zote 5 mkoa wa Dar es Salaam tumefikia maazimio haya baada ya kutafakari kwa kina madhila na madhara tuliyokumbana nayo sisi binafsi, biashara zetu, wafanyakazi wetu pamoja na wakazi wa mkoa kwa ujumla kufuatia vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Tunatambua wazi kuwa wajasiriamali kama wadau wengine katika jamii tuna changamoto, madai, matamanio na mahitaji halali yanayohitaji kusikilizwa, kujadiliwa na kutatuliwa. Hata hivyo, uzoefu wa Oktoba 29 umetufundisha kwa gharama kubwa kuwa vurugu, uvunjifu wa amani, kuchoma moto mali za umma na binafsi, kutukana viongozi wa serikali na kila aina ya uchochezi haviwezi kamwe kuleta suluhu ya changamoto za wananchi. Tunaeleza kwa masikitiko makubwa na maumivu ya dhati kufuatia madhila yaliyowakumba wakazi wetu wa mkoa kutokana na vurugu na machafuko ya Oktoba 29. Madhila ambayo sio ya kujivunia wala kukubalika kama taifa. Tunalaani kwa nguvu zote uharibifu wa miundombinu ya mabasi ya mwendokasi uliosababisha watumishi kukosa ajira au kipato, wananchi kukosa huduma za usafiri na mizigo mikubwa ya kiuchumi kwa jamii. Madhila ya wajasiriamali na wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa katika taasisi na maeneo ya kazi yaliyoharibiwa na kuchomwa moto, hali iliyosababisha kupotea kwa ajira, familia kukosa kipato na juhudi za miaka mingi kufutika kwa muda mfupi, vifo, majeruhi na madhara mengine ya kibinadamu yaliyosababisha majonzi makubwa kwa familia na jamii. Tunasema kwa msimamo usiotetereka, hakuna hoja, madai wala malalamiko yoyote yanayoweza kuhalalisha uharibifu wa miundombinu ya umma, kuchomwa kwa mali za watu au kupotea kwa maisha ya wananchi. Kutokana na madhila hayo, sisi wajasiriamali tumefikia hitimisho la pamoja kuwa vurugu hazisikilizwi, uchochezi haujengi, matusi kwa viongozi wa serikali hayatatui shida za wananchi, na kuchoma mali za umma na ubinafsi ni kujiumiza sisi wenyewe. Tumejifunza pia kuwa aina hii ya vurugu na uchochezi imekuwa ikihamasishwa na wanaharakati waliojificha nje ya nchi, wasiobeba gharama za matokeo ya machafuko, pamoja na baadhi ya wanasiasa wa vyama fulani hapa nchini wanaotumia hasira za wananchi kama mtaji wa kisiasa. Kwa uhalisia huo, tunasema wazi kuwa njia hizo zimefeli na hazina nafasi katika mustakabali wa taifa letu.